Taarifa za hivi punde mtazamaji zilizotufikia ni kwamba serikali ya Iran imethibitisha kuuawa kwa mkuu wa majeshi ya nchi hiyo Abdulrahim Mousavi kufuatia mashambulizi makubwa ya anga yaliyofanywa na Marekani kwa kushirikiana na Israel. Kwa mujibu wa shirika rasmi la habari la serikali IRNA, Mousavi aliuawa siku ya Jumamosi wakati mashambulizi hayo yalipolenga vituo vya kijeshi na viongozi waandamizi wa ulinzi wa Iran. Mashambulizi hayo yalikuwa sehemu ya operesheni kubwa ya kijeshi iliyolenga kudhoofisha mfumo wa uongozi wa kijeshi wa Iran. Abdulrahim Mousavi alikuwa mmoja wa makamanda wakuu wenye ushawishi mkubwa katika jeshi la Iran, akiwa na jukumu la kusimamia na kuongoza vikosi vya jeshi la kawaida la nchi hiyo. Nafasi yake ilikuwa muhimu katika kupanga na kusimamia operesheni za kijeshi pamoja na ulinzi wa mipaka ya taifa. Kifo chake kinatajwa kuwa pigo kubwa kwa jeshi la Iran, hasa katika kipindi hiki ambacho nchi hiyo inakabiliwa na mashambulizi makubwa ya kijeshi na mvutano mkali wa kikanda. Serikali ya Iran imesema itatoa taarifa zaidi kuhusu athari za tukio hilo na hatua zitakazofuata. Mfululizo wa taifa la Iran kutangaza vifo vya makamanda wake wa kijeshi unazidi kuendelea baada ya muda mfupi uliopita nilikuletea taarifa ambayo ilikuwa inazungumzia kwamba maafisa 7 wa ngazi za juu za kijeshi nchini Iran wameweza kuuawa, na hatimaye sasa Iran imetangaza wazi kwamba mkuu wa majeshi wa nchi ya Iran rasmi Abdulrahim Mousavi ameuawa kwenye mashambulizi ambayo yaliweza kufanyika siku ya hapo jana, na yaliweza pia kusababisha kifo hata cha kiongozi mkuu wa taifa hilo Ayatollah Ali Khamenei, ambaye pia naye aliuawa akiwa katika makazi yake mjini Tehran. Sasa Iran tayari imetangaza kwamba rasmi wataingia vitani kupambana na Marekani pamoja na Israel, wakidai kwamba wanataka kulipiza kisasi kwa nguvu yoyote, na kusema kwamba kitu ambacho wamekifanya basi watakilipia, na wakieleza kwamba wanaanzisha shambulizi kubwa siku ya hii leo. Basi mtazamaji wetu, kwa taarifa zingine zote uendelee kuwa nasi wakati wote kwa kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.